Karibu katika taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Iran ya kataa mpango wa amani wa Marekani huku ikitoa masharti matano ya kumaliza vita. Jeshi la Iran ladai kuishambulia meli ya kubeba ndege ya USS Abraham Lincoln kwa makombora. Jinsi baadhi ya Wairan wanavyokabiliana na vita vinavyoendelea nchini mwao. Iraq kuwasilisha malalamiko kwa Umoja wa Mataifa baada ya kushambuliwa. Rais wa Uganda aelezea chakula kilichomsaidia kupunguza uzito wa mwili wa kilo zipatazo 30. Naam. Natumai ubweri wako pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Baadaye utapokea habari za dunia kutoka shirika la DW. Rais wa Uganda ameelezea chakula kilichomsaidia kupunguza uzito wa mwili wa kilo 30. Amesema lishe ya miogo, viazi vitamu na mboga za asili imemsaidia rais huyo wa Uganda Yoweri Museveni kupunguza kilo 30, ambapo alikuwa anazungumza na shirika la BBC. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 75 awali hakuwa na ufahamu wa uzito wake ambao ulikuwa ni kilo 106. Amesema kwenye kuzungumza huko kwamba aliongeza kuwa uzito wake kwa sasa ni kilo 76, unaolingana na urefu wake wa futi 5 na inchi 7. Iraq itawasilisha malalamiko rasmi kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baada ya mashambulio dhidi ya vitengo vyake vya kijeshi. Msemaji wa Iraq amesema katika taarifa kutoka afisi ya waziri mkuu wa vyombo vya habari. Waziri mkuu pia ameifahamisha wizara ya mambo ya nje kuwaita watendaji wakuu wa ubalozi wa Marekani kufuatia mashambulio hayo. Wizara hiyo ya ulinzi ya Iraq imesema wapiganaji 7 waliuawa na 13 kujeruhiwa katika kambi moja magharibi mwa Iraq siku ya Jumatano. Shambulio hilo liliwadia baada ya shambulio baya zaidi dhidi ya Iraq tangu vita vilipoanza Mashariki ya Kati na kusababisha vifo vya wapiganaji 15 wa Iraq siku ya Jumanne. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaungana na shirika la DW kwenye matangazo ya dunia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ni licha ya Iran kusema kuwa imerushia makombora meli ya kubeba ndege ya Marekani. Awali leo, afisa mmoja mwandamizi wa Iran ambaye hakutaka kutajwa jina amesema kuwa Iran imepokea pendekezo hilo la Marekani na kwamba Pakistan au Uturuki ndizo nchi zinazoweza kuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo. Tamko hilo la afisa huyo wa Iran ni miongoni mwa ishara kwamba Tehran iko tayari kuzingatia mapendekezo ya kidiplomasia kutatua mzozo huo, licha ya kukanusha hadharani kuwa haitoingia kwenye mazungumzo na utawala wa Rais Donald Trump. Katika siku za hivi karibuni, Trump amekuwa akisisitiza madai ya hatua kupigwa katika mazungumzo ya kumaliza vita na Iran. Pakistan inatumiwa kama mpatanishi kutokana na uhusiano wake mzuri na wa muda mrefu na Iran na Marekani na hata mataifa mengine katika kanda hiyo. Umoja wa Mataifa. Mashirika ya kiutu yanayopitia kipindi kigumu kutokana na hatua ya Marekani kupunguza pakubwa mchango wa mashirika hayo yanasema yameshindwa kupata fedha za kuyasaidia kukabiliana na mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo mamilioni ya watu tayari wameachwa bila makao. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR, ambalo liliwaachisha kazi 30% ya wafanyakazi wake kutokana na hatua hiyo ya Marekani, limetoa wito wa dharura likisema nchini Lebanon pekee linahitaji dola milioni 61 zaidi kuwasaidia watu 600,000 katika kipindi cha miezi mitatu ijayo.
UNHCR linasema hawana fedha za kutosha kuendesha shughuli zao nchini Afghanistan, Iran, Lebanon na Syria. Hatua ya Rais Donald Trump mwaka jana kulivunjilia mbali shirika la kimataifa la utoaji misaada la Marekani USAID, ambalo wakati mmoja lilikuwa linaongoza katika kutoa michango ya kiutu duniani, iliyolazimisha mashirika ya kiutu duniani kuachisha kazi maelfu ya wafanyakazi wake na kusitisha misaada ya kuokoa maisha. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Islamabad. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito kwa Afghanistan na Pakistan kukubaliana kwa mara nyingine tena kusitisha mapigano na kutafuta mkataba wa kudumu wa amani. Hii ni baada ya kuzuka kwa ripoti za machafuko mapya ya mpakani leo. Afisa mmoja wa Afghanistan amesema vikosi vya Pakistan vimefanya mashambulizi 85 ya angani katika mkoa wa mashariki wa Kunar katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, ambapo maeneo ya makazi ya watu yalishambuliwa. Mashambulizi haya yanafanyika licha ya makubaliano ya muda mfupi ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kwa ajili ya sherehe za sikukuu ya Idi. Pakistan haijatoa tamko lolote kuhusiana na mashambulizi hayo mapya. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema machafuko yaliyotokea mwishoni mwa mwezi Februari tayari yamesababisha vifo na majeruhi vya karibu watu 300 nchini Afghanistan. Stockholm. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen amejiuzulu leo na kufungua njia ya kuundwa kwa serikali mpya. Frederiksen anatarajia pia kuiongoza serikali hiyo mpya itakayoundwa kufuatia uchaguzi mpya uliofanywa jana Jumanne, ambapo alishindwa kupata wingi. Katika taarifa, Mfalme Frederik wa 10 wa Denmark amesema amepokea barua hiyo ya kujiuzulu kwa waziri mkuu huyo siku moja baada ya chama cha Kisosialisti kuibuka kama chama chenye nguvu zaidi baada ya kupata 22% ya kura. Ingawa chama cha Frederiksen bado kinasalia kuwa nguvu kuu, haijawa wazi iwapo atapata mamlaka ya kuunda serikali mpya. Kulingana na tamaduni za Denmark, baada ya serikali iliyopo kujiuzulu, mfalme huwapokea viongozi wa vyama vyote 12 katika kasri lake, viongozi hao wakielezea yule wanayemuunga mkono kuunda serikali. Baada ya hapo, mfalme huyo ndiye anayeamua ni kiongozi yupi atakayekuwa wa kwanza kujaribu kuunda serikali ya muungano ambayo haikabiliwi na upinzani mkubwa. Na hatimaye Moscow. Karibu watu 500,000 hawana umeme katika eneo la Belgorod nchini Urusi kufuatia mashambulizi ya Ukraine yaliyolenga miundombinu ya nishati. Haya ni kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo Vyacheslav Gladkov. Gladkov amesema huduma za kupasha joto na maji zimeathirika kwa wakazi wengi pia, huku nyuzi joto katika eneo la Belgorod zikitarajiwa kuwa chini ya 0 katika siku chache zijazo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Asante Jacob Safari kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, uchambuzi wetu duniani jioni hii: mataifa ya Ghuba yalalamikia kitisho cha kuendelea kulengwa miundombinu yake na mashambulizi ya Iran. Na nchini Ujerumani, mjadala umezuka baada ya rais wa nchi hii Frank-Walter Steinmeier jana kuikosoa kwa maneno makali Marekani kwa kuanzisha vita dhidi ya Iran. Na tutakuarifu pia kuhusu kugundulika kaburi la pamoja na kufukuliwa kwa miili 31 huko Kericho nchini Kenya. Kwa hayo na mengine mengi, karibu sana msikilizaji, ukiwa kwenye YouTube, ukiwa unatufuatilia kupitia redio zetu mbalimbali wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, na kwenye mitandao yetu mbalimbali. Karibu sana. Mataifa ya Ghuba yameliambia Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kwamba wanakabiliwa na kitisho kikubwa kutokana na Iran kuendelea kushambulia miundombinu yake. Mkuu wa baraza hilo amesema mashambulizi hayo huenda yakawa ni uhalifu wa kivita. Iran nayo imeendelea kuwashambulia majirani zake hao, huku Rais Donald Trump wa Marekani akidai kuwepo kwa hatua za kidiplomasia baina ya mataifa hayo, ingawa Iran imekanusha. Lilian Mtono ana arifu kwa kina.
Mataifa 6 ya ushirikiano wa mataifa ya Ghuba GCC pamoja na Jordan waliomba kikao na chombo hicho cha juu kabisa kinachoshughulikia haki za binadamu kuangazia kwa kina mashambulizi ya Iran kwenye mataifa ya Ghuba pamoja na athari zake kwa raia. Balozi wa Kuwait kwenye Umoja wa Mataifa Nasser Abdullah H. Al-Hayyan alisema kile wanachokishuhudia sasa kinaibua kitisho kikubwa cha kikanda, amani na usalama wa kimataifa kwa ujumla. Tunachoshuhudia leo ni mwendelezo wa uchokozi usiozingatia juhudi zilizofanywa na Kuwait na mataifa mengine katika eneo hili kwa miaka mingi ili kuimarisha misingi ya ujirani mwema na uaminifu. Mtazamo huu ni tishio kwa amani na usalama wa kikanda na kimataifa. Dalili za mtazamo huu wa kichokozi zimefikia kilele cha kudharau mamlaka ya kimataifa na sheria za kibinadamu. Lakini Iran kupitia balozi wake Ali Bahreini alisema katika hili wanaopaswa kuwajibishwa sio tu Iran bali pia kwa wale waliosababisha na kuwachochea. Amesema Iran imekuwa ikijibu mashambulizi dhidi ya rasilimali zake na kuzuia uchokozi wa aina yoyote kurudiwa. Baraza hilo lenye wajumbe 47 lilipitia rasimu ya pendekezo iliyowasilishwa na mataifa hayo ikilaani vikali mashambulizi makali ya Iran pamoja na kuelezea wasiwasi wao mkubwa kufuatia mashambulizi ya Iran kwenye miundombinu yao. Rasimu hiyo inaitaka Iran kusitisha mara moja tena bila ya masharti mashambulizi yote ambayo hayakuchochewa dhidi ya mataifa hayo na Jordan na kutoa fidia kamili na ya haraka kwa wahanga wote. Baraza hilo pia limelaani mashambulizi hayo na kutoa wito wa fidia kwa wahanga. Huku hayo yakifikiwa, Iran imeendelea kuwavurumishia makombora majirani zake, huku Rais Donald Trump wa Marekani akidai kuwepo kwa hatua za kidiplomasia kati ya Washington na Tehran za kuvimaliza vita hivyo, ingawa Iran inakana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baqei, alikuwa nchini India na kwa mara nyingine ameyakana madai hayo ya Marekani na kusema tayari wameweka wazi kwamba hakuna mazungumzo yoyote kwa kuwa Iran haina imani tena na diplomasia ya Marekani. Jeshi la Iran nalo limepuuzilia mbali madai hayo ya Trump, huku wakiudhihaki mpango wa Trump wa vipengele 15 wa kuvimaliza vita ambao kulingana na Pakistan iliyochukua jukumu la upatanishi tayari wameuwasilisha kwa Iran. Lakini jeshi hilo limesisitiza abadan hawataingia makubaliano na mtu kama Trump. Mbali na hayo, Uingereza na Ufaransa zitaongoza mazungumzo ya kijeshi wiki hii yanayohusisha mataifa yapatayo 30 kuunda muungano wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Wiki iliyopita Uingereza, Ujerumani, Italia, Japan na Uholanzi walisema wako tayari kuchangia juhudi zinazofaa za kuhakikisha njia hiyo inafunguliwa. Mataifa mengine 24 yaliunga mkono taarifa hiyo. Sasa wakati maswali yakiendelea kugubika swala hilo la kuweko au kutokuweko mazungumzo kati ya Iran na Marekani, hapa Ujerumani mjadala ulioko tangu jana ni kuhusu msimamo uliotolewa na rais wa nchi hii Frank Walter Steinmeier wa kukosoa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Steinmeier akizungumza katika maadhimisho ya miaka 75 ya kuanzishwa tena kwa ofisi ya mambo ya kigeni baada ya vita vya pili vya dunia, alikosoa hatua ya Marekani ya kuanzisha vita hiyo akisema imekiuka sheria ya kimataifa na inaonyesha makosa makubwa ya kisiasa. Je, msimamo huo wa rais unazungumziwa vipi hapa Ujerumani? Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Ujerumani na masuala ya diplomasia Dr. Harrison Mwilima, na kwanza alikuwa na haya kusema. Tumeleta mjadala kidogo hapo Ujerumani kwa sababu kama tunavyojua nafasi ya urais kwa hapo Ujerumani ni nafasi kama ya heshima na kiongozi wa serikali hapa ni kansela ambaye ni kansela Merz. Ameongea kitu cha ukweli, lakini kwa kawaida ni swala ambalo lipo chini ya nafasi ya ukansela. Kwa hiyo mjadala uliopo hapa ni kwamba rais amesema mambo ambayo kama yameingia katika nafasi ambayo sio yake. Na pamoja na hilo, Dr. Mwilima, kwamba rais Ujerumani hana mamlaka kutoa msimamo wa kisiasa wa nchi, na hili ni swala ambalo lingepaswa kutolewa na ofisi ya mambo ya nje, lakini rais Steinmeier si mgeni kwenye wizara ya mambo ya nje. Amekuwa waziri wa mambo ya nje mara mbili chini ya serikali ya SPD, na ujumbe alioutoa wa kuikosoa Marekani kwa maneno makali, mtu anajiuliza unatoa tafsiri gani, na hasa kwa kuzingatiwa kwamba ni msimamo ambao unaonesha unatofautiana na kansela Merz. Nadhani ni katika kuwakumbusha wa Ujerumani kwamba jinsi gani serikali yao chini ya kansela Merz ilivyopata na kigugumizi katika mgogoro huu, kwa
sababu kama tunavyofahamu Kansela Merz ni kati ya watu ambao walikuwa wanaona sawa tu hapo mwanzoni, wakati Marekani imeanza kupeleka vifaa vyake vya kivita kule Mashariki ya Kati, na kuona kwamba kubadilisha utawala wa Iran ni jambo sahihi. Lakini tumeona hivi karibuni Kansela Merz akiwa amebadilisha msimamo wake alipoombwa kuingia na Marekani katika kufungua ule mlango wa Hormuz. Tumeona amekataa dhahiri kwamba akisema hawawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo tumeona serikali ya Ujerumani imekataa tu katika kushiriki katika vita hivi, lakini hatujaona tamko kali likitolewa na serikali ya Ujerumani kusema kama alivyotoa Rais Steinmeier kwamba kukosoa matukio haya moja kwa moja na kusema kwamba ni sheria za kimataifa zimevunjwa. Na hajaongelea tu peke yake Iran, lakini amegusia pia mpaka Gaza. Tukumbuke kabisa katika Israel alipoanza vita vyake vya Gaza, nchi nyingi za Ulaya hata hapo Ujerumani walipata kigugumizi katika kuikosoa Israel. Kwa hiyo amekuja katika kipindi ambacho wanaona kabisa kwamba nchi za Ulaya zimekuwa na hizi tabia za ndumi la kuwili. Dr. Mulima, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi jana pia alimsifu Rais Steinmeier akisema watu wote wanaojali utawala wa sheria pia wanapaswa kuiga msimamo wa rais huyo wa Ujerumani na kupaza sauti, wasikae kimya. Kwa vyovyote vile, unadhani kilichosemwa na Steinmeier kinaweza kuleta athari zozote katika mahusiano ya Marekani na Ujerumani? Kama nilivyosema hapo awali, swala la mahusiano lipo chini ya kansela. Kwa hiyo kama rais ameongea lakini kansela hajasema chochote, sidhani kama inaweza kuleta athari zozote kwamba labda kufanya mahusiano kati ya Ujerumani na Irani akawa mazuri. Steinmeier naye kwa namna moja au nyingine unaweza ukasema kwamba ni rais ambaye yupo katika awamu ya mwisho, kama tunavyojua kwamba awamu yake hii ya mwisho inaisha mwakani. Hana cha kupoteza. Ni mtu ambaye unaweza ukasema kwamba anataka kustaafu akiwa ameondoka, akiwa ameacha alama ya kusema kweli. Na huyo ni Dr. Harrison Mwilima kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita. DW tunavuma kwa kishindo. Kikosi kinachoundwa na mashirika mbalimbali ya usalama na afya nchini Kenya kimeizikua zaidi ya miili 30 iliyokuwa imezikwa kwenye kaburi la pamoja katika kaunti ya Kericho katika kile kinachoelezwa kuwa ni mtafaruku mpya wa kijamii kufuatia mtiririko wa matukio kama hayo ya kugunduliwa makaburi ya pamoja kila baada ya muda kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Kiombogo ametuandalia ripoti ifuatayo. Maafisa wa upelelezi wa mauaji kutoka makao makuu ya DCI waliokuwa wamekita kambi eneo hilo walianza zoezi la ufukuaji wa miili ambalo lilikamilika saa 1 jioni jana. Iliripotiwa awali kuwa miili 14 ilidaiwa kuzikwa katika eneo hilo Ijumaa iliyopita. Kufuatia amri ya mahakama iliyoruhusu kufukuliwa kwa kaburi hilo la siri, matokeo yalikuwa ya kushtua zaidi. Daktari wa serikali wa upasuaji wa maiti, Daktari Richard Njoroge, anaeleza. The bodies were miili hiyo ilikuwa imepakiwa ndani ya magunia. Tulipata watu wazima 7 na watoto 25. Kwa ujumla tuna miili 32 na pia tulipata sehemu 6 za miili, miguu 4 na mikono 2. Tutazichambua ili kubaini kama zinatoka kwa mtu mmoja. Baada ya zoezi la ufukuaji kukamilika, sasa mwelekeo unaelekezwa kwenye uchunguzi wa maiti unaotarajiwa kubaini chanzo cha vifo hivyo. Some of these look like they have come. Baadhi zinaonekana kana kwamba zimetoka katika mochari na nyingine hospitalini. Hata hivyo tutathibitisha hilo baada ya kukamilisha zoezi la uchunguzi wa maiti. Sitasema tutaanza uchunguzi huo lini, si zoezi rahisi na lazima lifanywe kwa umakini mkubwa. It must be done meticulously. Waliokuwepo kushuhudia zoezi hilo ni wanaharakati wa haki za binadamu ambao wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa visa vya makaburi ya pamoja. Hussein Khalid, mkurugenzi wa shirika la kutetea haki la Vocal Africa, anaeleza. And we have some information. Tuna taarifa kuhusu makaburi mengine ya pamoja ndani ya eneo hilo. Wakati huo huo, tumepokea taarifa ambazo bado hazijathibitishwa kwamba magari ya serikali yalionekana katika eneo hilo, yakiwemo magari ya polisi. Ndio maana tunatoa wito kwa taasisi huru kama IPOA na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu kuingilia kati na kuwepo wakati wa zoezi hili.
Ugunduzi huu unaibua maswali kuhusu walikokuwa watu hao, namna ya siri iliyotumika kuwazika na ukosefu wa ushirikishwaji wa umma. Wakio Mbogo, DW, Nakuru. Umoja wa Ulaya umesema unabadilisha mkakati wake barani Afrika kwa lengo la kujiweka kama mshirika mkuu wa barani humo, wakati ushindani ukiongezeka kutoka mataifa makubwa kama Marekani, China na Urusi. Akizungumza katika mahojiano maalum na mwandishi wa DW Isaac Kalezi mjini Accra, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema tofauti na mataifa hayo, Umoja wa Ulaya unalenga kujenga ushirikiano wa kunufaisha pande zote unaojikita katika usalama na maendeleo ya rasilimali watu. Ingi zaidi na Silvia Mwehozi. Akiwa ziarani nchini Ghana, Kallas amesema Umoja wa Ulaya hauja Afrika kwa misingi ya masharti ya kibiashara au mikataba ya haraka, bali kwa ushirikiano wa manufaa ya pande zote mbili. Kwamba moja ya maeneo muhimu ya ushirikiano ni ulinzi na usalama, hasa wakati ukanda wa Sahel na Afrika Magharibi ukikabiliwa na vitisho vinavyozidi kuongezeka, ikiwemo ugaidi, uhalifu wa mipakani na vitisho vya mtandaoni. Katika mazungumzo yake na viongozi wa Ghana, Kallas amesema umoja huo unataka kuimarisha uwezo wa nchi hizo kukabiliana na vitisho kupitia mafunzo, vifaa na ushirikiano wa kiufundi. Tayari Umoja wa Ulaya umesaini mkataba wa kwanza wa usalama na ulinzi na Ghana, hatua inayotajwa kuwa mwanzo wa sura mpya ya ushirikiano wa kijeshi kati ya pande hizo mbili. Kutoka Ghana, Kallas alielekea Nigeria ambako alijadili mapambano dhidi ya Boko Haram pamoja na uwekezaji katika miundombinu ya mawasiliano. Umoja wa Ulaya unasema maendeleo ya rasilimali watu, hasa elimu, teknolojia na ajira, ni sehemu muhimu ya mkakati wake mpya barani Afrika. Unachokiona hapa leo ni ushahidi halisi unaoonyesha kile ambacho ushirikiano wetu unaweza kufanikisha. Bila shaka tuna malengo, lakini malengo tofauti. Hatutaki kutumia vibaya rasilimali. Tunataka manufaa ya rasilimali hizi yabaki kwa Waafrika. Kwetu sisi ni muhimu kwamba kuwe na ajira na ukuaji hapa Afrika, kwa sababu ikiwa kuna ajira, basi kuna utulivu zaidi na pia shinikizo dogo la uhamiaji kuelekea Ulaya. Kwa kuwa watu hawataki kuondoka makwao isipokuwa pale wanapolazimika. Kwa hiyo ni kwa maslahi yetu pia kwamba nchi za Afrika zinastawi. Lakini mbali na usalama na maendeleo ya watu, swala la nishati limekuwa sehemu muhimu ya mazungumzo. Kadri mzozo wa Mashariki ya Kati unavyozidi kuathiri masoko ya mafuta na gesi duniani, Umoja wa Ulaya unasema unatafuta vyanzo mbadala vya nishati ili kupunguza utegemezi wake kwa maeneo yenye migogoro. Kallas amesema Ulaya inaangalia kwa karibu fursa za ushirikiano wa nishati na nchi za Afrika, hususan Afrika Magharibi, ili kujenga mfumo wa nishati uliosalama zaidi na usiotegemea njia hatarishi kama mlango wa Hormuz. Aidha, amesisitiza kuwa mkakati mpya wa Umoja wa Ulaya unalenga kuondokana na mtazamo wa zamani wa misaada na kuingia katika ushirikiano wa usawa, ambapo Afrika inanufaika kiuchumi na Ulaya inapata mshirika thabiti katika usalama, nishati na biashara. Ziara hii ya mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Afrika Magharibi inatajwa kuwa sehemu ya juhudi za muda mrefu za umoja huo kujenga uhusiano wa kimkakati na bara ambalo umuhimu wake kiuchumi na kisiasa unaendelea kukua duniani. Ni saa 12:20 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Asante sana Silvia Mwehozi. Na idadi ya wahamiaji wanaofariki wakielekea Ghuba ya Uarabuni wakitokea pembe ya Afrika imeongezeka mara 2 mwaka uliopita, ambapo watu 922 walipoteza maisha. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM ambayo imetolewa hilo Jumatano. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hiyo. Kila mwaka maelfu ya wahamiaji kutoka nchi za Ethiopia, Somalia na nchi jirani huhatarisha maisha yao kuvuka bahari ya Sham wakipitia hasa nchi ya Djibouti kuelekea Yemen. Matumaini yao ni kupata kazi kama vibarua au watumishi wa nyumbani katika mataifa tajiri ya Ghuba. Akizungumza na shirika la habari la AFP, Tanja Pacifico ambaye ni mkuu wa shirika la IOM nchini Djibouti ameelezea mwaka 2025 kuwa hatari zaidi, kwani idadi ya watu 922 mara 2 ya mwaka uliotangulia walifariki au kutoweka bila kujulikana waliko walipojaribu kupitia njia hiyo. Wengi wa waathirika walitokea nchi ya Ethiopia, nchi ya pili kwa idadi ya watu barani Afrika, ikiwa na zaidi ya watu milioni 130. Hali hii inatokana na mizozo ya ndani ya nchi hiyo na pia umaskini uliokithiri. Tanja amesema kuwa IOM
ingali imejitolea kushirikiana na serikali ya Djibouti kuboresha usalama na hadhi ya wale wanaotumia njia hiyo ya uhamiaji ili kuepusha maafa zaidi. Wahamiaji wengi wanaovuka bahari ya Sham hujikuta wakiwa wamekwama nchini Yemen, nchi maskini zaidi katika ghuba la Uarabuni ambayo imekumbwa na vita vya wenyewe kwa takriban mwongo mmoja, na baadhi huamua kurudi. Kuna matumaini kwamba huenda kasi ya ukuaji wa kiuchumi nchini Ethiopia inayoshuhudiwa kwa sasa itawashawishi wengine kuondokana na fikra ya kuhamia nchi nyingine, ila kiwango cha mfumuko kingali cha juu kwa 10% kama ilivyobainika mwezi Februari mwaka huu. Haya, Tatu Karema, karibu sana jioni. Tumalizie mitandaoni, mambo ya mwisho watu wamesemaje huko mitandaoni? Shukrani sana Saumu. Kuna kisa kimoja ambacho kimenisikitisha sana katika mitandao. Kuna hii video ambayo imechapishwa mtandaoni, inamuonyesha mama mmoja mjamzito akimchapa kinyama mtoto wa umri wa takriban miaka 3 hivi huko Dodoma nchini Tanzania. Na inasemekana kwamba ni mazoea ya huyo mama kumchapa huyo msichana. Sasa pia inasemekana kwamba baba mtoto amekuwa kanya mkewe kwamba aache hiyo tabia kumchapa huyo mtoto, lakini bado anaendelea na hiyo tabia, na mama ni wa kambo, si mama mzazi. Ndio maana wanasema kumbe mama kambo si mama. Wengine ni mama, Saumu wanaona mbali, unajua Tatu. Wengine sasa, kweli ni mama, lakini wengi sio mama. Sasa mama huyo wa kambo amekuwa akimtishia yule mtoto. Kila anapomchapa anamwambia usirudi kumwambia babako kwamba nimekuadhibu. Ni tukio ambalo limewakera sana majirani ambao wametaka usaidizi kwa mtoto huo. Sasa kutokana na hilo, na bila shaka kwa sababu ni mtoto wa miaka 3, ni mdogo, hata kuzungumza vizuri itakuwa hajaweza. Serikali lakini imejibu. Waziri Dorothy Gwajima ameandika, na nukuu hapa. Wananchi, huyu mama kwenye picha alitafutwa jana usiku kwa operesheni ya ustawi wa jamii na dawati la jinsia na watoto, na tayari anashikiliwa kwa mahojiano zaidi kwa hatua zitakazo mstahili kwa mujibu wa sheria ya mtoto. Aidha, watoto wake wa kambo wawili wamewekwa mahali salama, wakati uchambuzi wa kina wa shauri hili ukiendelea ili kujua pia aliko mama yao mzazi na utaratibu gani ulitumika kwenye kukabidhiana watoto hao. Sasa ana watoto wengine wawili kando wa kambo bado yeye mwenyewe ni mjamzito. Kwa kweli nimekosa cha kusema, na maoni ni mengi sana kuhusiana, lakini baadhi tu. Makweka Tonga Elikunda huyu anasema asiyekuwa na akili ni mwanamke aliacha watoto wake kulelewa na mwanamke mwingine. Changamoto za malezi anazimudu aliyewazaa, na wale wachache wenye hofu ya Mungu, sio kila mwanamke ni mlezi. Precious Makundi anasema huyu mama hana akili. Yaani nimelia kama mwanangu ndio anafanywa hivi. Siwezi kuvumilia ujinga kama huu. Kama umempenda baba yao, wapende na watoto jamani. Mtoto bado mdogo, hapaswi kupigwa hivyo. Anipe mimi kama mtoto anamkera sana. Na wafikiria wale wanaomkosoa mama aliacha watoto wake nyuma. Hivi watu wanajua kwamba sio rahisi mwanamke kuacha watoto wake nyuma. Ipo sababu. Mama anapoamua kuacha watoto wake nyuma, nafikiri kuna sababu kubwa sana ya kumfanya asiwachukue. Wako wanaokuwa na sababu, lakini kuna wale wanataka tu kumuonyesha mwanamume, nilikuja mwenyewe kama msichana, natoka kama msichana. Wewe na mizigo yako, anguka nayo. Na pia katika mitandao yetu ya DW Kiswahili ya Instagram, Facebook, tumechapisha video, tumechapisha ripoti ambazo sikupata muda kupeperushwa hewani. Kwa hivyo kumkumbusha tu mfuatiliaji wetu kuweza kutembelea ukurasa hizo za DW Kiswahili. Nimesikia ripoti hapa ya mili zaidi ambayo imefunguliwa kule Kenya. Video hiyo tuko nayo. Pia tunayagana kutaka Umoja wa Mataifa utangaze biashara ya watumwa ya Atlantiki kuwa uhalifu mbaya zaidi katika historia ya binadamu. Yote haya yatapata katika mitandao yetu. Safi. Sasa Tatu, tunaambiwa kwamba tugeukie ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu, na kwenye YouTube hapa naona ujumbe wa msikilizaji wetu Ramek Dume kutoka Burundi. Anasema Iran, wekeni silaha chini, mukae meza moja, mjadili ili mpate amani. Kuna ujumbe wa Jamal Master anasema Deutsche Welle nawapata mubashara nikiwa Arusha. Mwanafalsafa kutoka